Okay. Umetoka kueleza vizuri juu ya hivi vyakula vya protini, tumeangazia kwa sababu hili swala la nyama ndio nilitaka watazamaji pia walielewe kwamba wamekuwa wakikimbia sana, sasa wanajiuliza hii protini umeipata wapi. Nadhani mtazamaji wetu umepata kitu hapo cha kuongea kwa kina zaidi kuhusu mada ya nyama. Ni pana sana, sitapenda kuingiza kwenye mada hizi nzuri. Nitaitengea kipindi chake kabisa nadhani. Basi ni vyema na usikose kuendelea kufuatilia kipindi cha The Healthy Eating Academy. Bado mambo mazuri yanakuja, yajayo yanafurahisha kama msemo ambao uko hewani siku hizi. Lakini Dr. mimi napenda tuangazie, bado tunaendelea kuangazia haya makundi. Tumeangalia kuna wanga na mafuta, umeweza kuvieleza vizuri, protini, lakini sasa tuna hivi vyakula vya vitamini na madini. Hapa mtazamaji pia bado kuna ukakasi, anaweza kujua ni nini, ni wapi apate vyakula hivi vya madini, apate ni nini, na kuna kiwango ambacho anatakiwa awe anapata. Unajua unaweza ukawa na gari, sawa? Unaweza ukawa na gari, lakini gari yako inahitaji mafuta ili iweze kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Umeelewa? Sasa na sisi miili yetu inahitaji viendesha mwili, vitu ambavyo vinaendesha mwili. Endapo usipoviweka, mwili wako utakongoroka na utachakaa. Hivyo ndio vitamin na madini. Kwa hiyo vitamin na madini hivi ni vitu ambavyo tunavihitaji kila siku tuvipate kutoka kwenye vyakula tunavyokula. Lakini kibaya zaidi ni kwamba katika makundi yote yale niliyoyataja ya vyakula vya wanga si chanzo kikubwa cha vitamini na madini katika mwili wa binadamu. Lakini vyakula vya protini na mafuta bado vinashika kidedea. Sasa nashindwa kuelewa ya kwamba kwa nini vyakula vya wanga vilishinda kwenye nani tukawa tunakula kwa kiwango kikubwa hivi. Unatakiwa sasa, hii ni sintofahamu. Huu ni mwongozo ambao tulipatiwa kwa sababu hapa kwa hiyo mimi nataka tu ni base kule. Ila vyakula vya vitamin na madini mara nyingi tunaweza tukapata kutoka kwenye vyakula vya mafuta, unaweza kupata kutoka kwenye vyakula vya protini, hata katika vyakula vya wanga tunapata madini vitamin na madini. Lakini vyakula kwa mfano matunda na mboga huwa zimesheni vitamins lakini na madini. Lakini vitamin naweza kuzigawanya katika makundi makuu mawili. Mfano, kuna vitamin ambazo huwa tunaziita fat soluble vitamin. Ni vitamin ambazo huwa zinatembea na mafuta. Vitamin ambazo huwa zinatembea na mafuta na vyakula vyenye cholesterol. Hizi ni vitamin gani? Vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Narudia tena. Kuna vitamin ambazo huwa zinatembea na vyakula vya mafuta. Vitamin hizi zinaitwa vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Zinaitwa fat soluble vitamin. Unapokula vyakula hivyo kama samaki, kama nyama, kama mayai, kile kiini chake, unapata hizi vitamini kwa wingi sana. Yani alafu kingine nataka tu nikwambie kwamba uwezo wa mwili kuvuna vitamini A iliyopo kwenye labda kwenye mayai au kwenye nyama ni mkubwa zaidi kuliko uwezo wa mwili kuvuna vitamini A iliyopo kwenye vyakula vya mimea. Kwa sababu kwenye mimea kuna vitu ambavyo tunavita ni anti-nutrients ambao huwa vinaleta, kwa mfano cellulose inazuia mwili usivune vizuri zile vitamini na madini. Sasa kuna vitamini zingine ambazo tunaziita water soluble vitamin. Ni vitamin ambazo huwa zinatembea na maji. Kwa hiyo kwa sababu matunda na mboga za majani huwa zimejaa sana water soluble vitamin. Vitamin hizi ni pamoja vitamin B vitamin. Vitamin nyingi ambazo tunaziita vitamin B1, B6, umeona hizo ni B3, hizo ni vitamin ambazo tunaziita ni B vitamin na vitamin C. Kwa vitamin B nyingi na vitamin C mara nyingi zinapatikana kwenye mboga na matunda. Sasa unapokula vyakula vyenye vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K.
Hivi unaweza ukapata kutoka labda kwenye nyama, kwenye kwa mfano umekula maini, umekula firigisi, umekula figo, alafu pia umekula mayai, umekula samaki, unapata hizo vitamini kwa wingi. Unapowekea mwili hizi vitamini nyingi, mwili huo una uwezo wa kuzihifadhi hizi vitamini. Kwa hiyo vitamini ambazo zinaitwa fat soluble vitamin zinaweza kuhifadhiwa katika mwili wa binadamu. Lakini vitamini ambazo zinaitwa water soluble vitamin, vitamin B, vitamin na vitamini zingine kama vitamin C huwa haziwezi kuhifadhiwa katika mwili wa binadamu. Ndio maana zenye huwa zinaingia na kutoka. Zinaingia na kutoka. Kwa hiyo sasa kuna watu ambao wana labda mfano watengeneza juisi. Mtu anapotengeneza juisi, labda anatengeneza juisi ya embe, juisi anakuambia hizi vitamin naturals na kupatia zinaujenga mwili. Kwa yeye kwa mafikirio yake ni ya kwamba mfano kuna kipindi fulani kuliibuka kwamba tunatibu kwa mboga mboga na matunda. Mimi nilikuwa najiuliza ina maana tiba iko kwenye mboga mboga tu na matunda? Hauwezi kutumia mpangilio mzuri wa vyakula vya sukari, wanga na mafuta ukampangilia mtu vizuri na akapona magonjwa? Ina maana tuko kwenye mboga mboga na matunda. What there in mboga mboga na matunda? Watu wengi wana concentrate kwa sababu ya vitamin na madini. Kwa hiyo fikra ya watu wengi ni kwamba ukinywa juisi ya asili unapata vitamin kwa wingi. Sasa hebu angalia vitamin, mfano mimi nikanunua galoni ya juisi ya embe, nikaweka hapa, nikaanza kunywa, nasema na kunywa kitu asili, na kunywa kwa sababu kina vitamin nyingi. Lakini unatakiwa ujue kwamba vitamini zilizopo kwenye hayo matunda uliokamua juisi ni vitamin ambazo tunaziita ni water soluble vitamin. Hata umimine nyingi kiasi gani zitaenda ukazikojoe tu, mwili hauwezi ukazihifadhi. Ndio maana wagonjwa wengi wenye kisukari huwa wanapungukiwa sana water soluble vitamin. Water soluble vitamin ni vitamin ambazo huwa zinatembea na maji. Na mgonjwa mwenye kisukari dalili mojawapo inayowatesa ni kukojoa sana. Kwa hiyo anapokojoa sana anakuwa anapoteza water soluble vitamin, vitamin B vitamin na vitamin C anakuwa anazipoteza kwa wingi. Sasa ukijikuta pia hali vyakula ambavyo vinampatia vitamin A, vitamin D na vitamin E na K ambazo ni fat soluble vitamin, unakuta anapata yani tunaweza kusema overall multivitamin deficiency, yani anapungukiwa makundi yote ya vitamin. Kwa unajikuta kwamba mgonjwa unapompata wa kisukari anapoanza sayansi ya mapishi unakuta amechakaa kweli. Anapoanza kutekeleza mgonjwa anaanza kunawiri kwa sababu sayansi ya mapishi inashusha sukari yake, mwili unaacha kuwa unakojoa mara kwa mara, unang'ang'ania zile water soluble vitamin. At the same time tunampa vyakula ambavyo vinamsaidia yeye kumpatia fatty soluble vitamin. Kuna maadui ambao katika sayansi ya mapishi tunapigana nao. Tunapigana nao kuhakikisha kwamba tunarudisha furaha ya mgonjwa mwenye kisukari. Kwa hiyo sina imani ya kwamba ugonjwa wa kisukari hatuwezi kudhibiti. Ugonjwa wa kisukari tunaweza tukaudhibiti endapo tukiwajua maadui. Usipomjua adui yako, unaweza usipate suluhisho. Umeona sawa kama vile ambavyo hatumjui adui anayeleta kitambi, ndio maana kitambi imekuwa ni changamoto kukiondoa katika jamii. Lakini pia hata kisukari maadui bado hatujajua bayana. Lakini katika sayansi ya mapishi tumejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kupambana nao maadui. Katika hizi nadharia zote ukizifuatilia, tunaweza sasa make summary, tunaweza tukahitimisha ya kwamba maadui wapi wanaweza kumsababishia mtu ugonjwa wa kisukari hata katika umri mdogo. Kitu cha kwanza kabisa ni endapo wewe mwili wako una vinasaba au una genes ambazo zinakuhatarisha wewe kupata ugonjwa wa kisukari, halafu ukaishi katika mazingira hatarishi. Yani endapo wewe una historia ya ukoo wenu ambao wana insulin resistant gene, wana vinasaba vya kutostahimili mazingira fulani, halafu wewe ukayaishi yale mazingira kwa kujiachia kwa sababu ya kutojua au ya kutoambiwa,
Kwa sababu mtu mwingine hajui halafu hataki kuambiwa. Sasa leo tunawaambia, endapo uko wenu kuna watu wenye kisukari, wenye pressure, wenye magonjwa mbalimbali ya lishe, halafu wewe haujaogopa katika hayo mazingira. Kwa hiyo endapo uko katika hayo mazingira halafu wewe ukahujumu vyakula vya sukari na wanga, unakuwa hatarini kupata ugonjwa wa kisukari katika umri mdogo. Ndio maana ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa sukari. Ndio maana vyakula ambavyo mwili unagomea kwa sababu ya huo udumavu wa mwili, kwa sababu ya huo uchakavu wa mwili, ni vyakula vya sukari. Mwili unadumaza. Dawa zote tunazotumia huwa zinaenda kuhangaika kusaidia mwili kutumia sukari. Kwa hiyo sukari ukiila kupindukia inaleta kisukari. Tunaelewa. Kwa hiyo adui mkubwa ni ulaji wa vyakula vya sukari na wanga kupindukia. Unajua kuna mtu mwingine anakuambia kwamba dokta, mimi nakunywa juice ya asili. Hii juice inanipatia vitamini nyingi. Tumeona vitamini A, vitamini ambazo zinapatikana kwenye matunda kwa wingi ni water soluble vitamin. Hata ukinywa galoni nzima ya ambavyo nimesema kwamba vinatoka kwa njia ya hata ukinywa galoni nyingi ya hiyo juice, haimaanishi kwamba hizo vitamini zinaenda kukaa, zinaenda kuhifadhiwa katika mwili wa binadamu. Huwa hazihifadhiwi, huwa zinaingia, zinafanya kazi, zinatoka ambazo hazina kazi yoyote. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba tunakuwa tunaumiminia mwili sukari nyingi tu kwenye hizo juisi. Kwa hiyo wewe unakunywa kwa lengo ya kupata vitamini na nini, lakini mwili unaumiminia sukari nyingi kwa mkao mmoja. Mfano, sukari aina ya fructose inayopatikana kwenye matunda ni hatari sana katika mwili wa binadamu endapo ukiila kwa wingi, kwa sababu hakuna kiungo chochote katika mwili wa binadamu ambacho huwa kinaweza kutumia sukari aina hiyo isipokuwa ini la binadamu tu. Kwa hiyo fructose, kwa hiyo juice nyingi hizi ambazo watu wengi tunatumia, iwe za viwandani au kukamua juice, ni aina moja hapo ya pombe tunayotumia, kwa sababu pombe huwa inatumiwa na ini tu la binadamu. Hakuna kiungo chochote. Na sukari aina ya fructose huwa inatumiwa na ini tu la binadamu. Kwa hiyo juice ni pombe nyingine ambayo watoto wetu wanatumia. Ni pombe ya watoto. Umeona? Ndio maana watoto sasa hivi wanakuwa diagnosed sana na ini lenye mafuta, ambao mlundikano wa mafuta kwenye ini upo aina hii, unaosababishwa na unywaji wa pombe na unaosababishwa na matumizi ya sukari kupindukia, alcoholic fat liver and non-alcoholic fat liver. Kwa maana hiyo ni kwamba tukiendekeza matumizi ya sukari kwa wingi, yanaturundikia mafuta kwenye ini, na ini linaporundikiwa mafuta linadumaa, unapata ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni moja. Kitu kingine ni vitu ambavyo vinaweza kumhatarisha mtu kupata ugonjwa wa kisukari katika umri mdogo ni kwamba unywaji wa pombe kupindukia. Nimekuambia pombe na juisi unapozinywa kupindukia zinaenda kuleta msongo kwenye ini. Ini linapozidiwa na pombe kuibadilisha ile pombe kuwa mafuta. Mafuta yanaporundikwa kwenye ini ni sawa kama kimdudu kiingie machoni. Yani unaenda kuziba jicho. Utakuwa sio kuziba, yani utakuwa unahangaika ili uweze kukaondoa, kwa sababu hakastahili kuingia kwenye jicho lako. Ni foreign body, ni kivamizi kwenye jicho. Kwa mafuta yanaporundikwa kwenye ini inakuwa kama ni kivamizi pale kwenye ini. Ini linaanza kupambana na yale mafuta. Ini linaumia, tunaita steatohepatitis. Ini likiumia, yale makovu yanapokuwa yanapona, kuna makovu yanapokuwa yanapona, ndio tunaita liver cirrhosis, endapo makovu yanapokuwa mengi. Kwa matumizi ya pombe kupindukia yanaweza yakadumaza ini hatua za awali, na yanaweza yakadumaza ini moja kwa moja. Hivi unaamini kwamba ini likipata kovu moja kupona huwa inachukua miaka 3. Hasa hebu chukulia mtu ambaye anakunywa pombe kupindukia na anayetumia sukari kupindukia, hizi zinazotokana, ametengeneza makovu mangapi? Ametengeneza makovu mangapi? Kwa ini linashindwa. Ini huwa lina kitu tunaita reserve function, lakini makovu yanapozidi reserve function, yani reserve function ni pale ambapo ini ukiliumiza lina uwezo wa kujitibia. Kwa hiyo matumizi ya pombe kupindukia yanamhatarisha mtu kupata kisukari katika umri mdogo, katika kumrundikia mafuta mengi kwenye ini lake.
tunaita alcoholic fatty liver. Kuna watu ambao ni washika dini kweli, hawanywi pombe, wanazingatia lishe nzuri, lakini bado wanakuwa hatarini, wanapata ugonjwa wa kisukari. Na unakuta wengi wanaambiwa wana mafuta kwenye ini. Kuna baba mmoja aliniambia, alikuja yani yeye ni mtu ambaye ni mshika dini kweli kweli, akaja niambia nimechanganyikiwa, nimeambiwa ini langu lina shida, nina non alcoholic fatty liver, alafu wameangalia wananiambia kwamba niko stage mbaya sana, naweza nikapata liver cirrhosis anytime. Sasa nikamuuliza kwa nini, akaniambia mimi si pombe, wamecheki hepatitis, vitu vingine ambavyo vinasababisha mafuta kwenda ini liumie havikutwa. Kwa hiyo nilikuta kwamba anatumia sukari kwa wingi. Mke wake huwa anatengeneza juice za matunda, yeye anaweka galoni kabisa pale ya juice ya miwa pembeni, anakuwa anajidunga. Kwa hiyo hiyo ndio imemsababishia non alcoholic steatohepatitis, na mpaka anaelekea kwenye liver cirrhosis, the end stage of liver disease. Umeona? Kwa hiyo hivyo. Kitu kingine ni matumizi ya sumu nyingi tunazozipata, hasa sumu zinazotokana na vyakula tunavyotumia. Tuliona katika nadharia ya mafuta kwamba kuna baadhi ya mafuta tunayotumia yanatupatia sumu nyingi ambazo tunaziita free radicals. Free radicals kwa mfano aldehyde na peroxides ambazo tunazipata kwenye baadhi ya mafuta ambayo yametengenezwa kwa mkono wa binadamu, mafuta ambayo yamepitia mlolongo mchakato mwingi kutengeneza, mchakato mwingi. Kwa mfano nachukua labda mafuta ambayo ni alizeti au mafuta ambayo ni pamba. Haya mafuta yanabadilishwa yanakuwa mgando, halafu yanaitwa margarine. Yale mafuta ambayo yanaitwa margarine unakuta yamebadilishwa kutoka katika kimiminika, yamebadilishwa yamekuwa mgando. Kwa mafuta haya yanakuwa na sumu nyingi ambazo zinaitwa nini? Free radicals, ambazo zikirundikana katika mwili wa binadamu zinauweka mwili kwenye msongo wa sumu, tunaita oxidative stress. Unaona? Kwa hiyo unapokuwa kwenye oxidative stress unapata ugonjwa wa kisukari katika umri mdogo. Ni virahisi sana kupata insulin resistance au udumavu wa mwili na upate ugonjwa wa kisukari. Na kitu kingine ni kwamba matumizi ya mafuta mabaya. Kwa sababu watu wengi tushaambiwa kwamba mafuta ya alizeti, mafuta ya pamba na mafuta ya haya ni kimiminika, hayaendi kuganda katika mwili wa binadamu. Lakini wamesahau kukuambia kwamba mafuta haya yanaitwa polyunsaturated fat acid. Maana yake ni kwamba hayawezi kustahimili joto kali. Huwezi ukakaanga leo chips zako ukakaanga na kesho chips zako. Kwa mfano mtu anakaanga chips kwenye deep fryer zile, anaweka chips lita 5, mafuta lita 5, alafu anakaanga, kesho yake anarudia mpaka mafuta yanakuwa meusi. Hiyo ni hatari sana. Au mtu anakaanga samaki, au mtu anakaanga kuku. Ndio maana nilikuwa nikiwaambia watu ni matumizi ya vyakula vilivyokaangwa kupindukia kwa kutumia mafuta yasiyostahimili moto, hasa mafuta haya ambayo tunaita vegetable oils, ni hatari sana kwa afya zetu. Kwa mimi nashauri ya kwamba mbali na kuwa tunawahimiza watu watumie mafuta haya kwamba ni mazuri, tunatakiwa tuwaelimishe wayatumie katika mfumo gani, sio kwa namna tunaotumia. Ukuta mtu ameweka pale lita 10 za mafuta amemimina kwenye dryer, kwenye fryer, alafu pia anagunia la viazi, paka gunia lishuke, mafuta yashakuwa meusi na bado anaendelea kukaanga. Kwa unatengeneza sumu nyingi sana ambazo zinaitwa free radicals. Ningependa kwamba watu wengi, ili tuweze kudhibiti, waelimishwe, jamani, mafuta unatakiwa ukaangie ndani ya nusu saa umeshaweka pembeni, ili kupunguza uhatari wa watu kuingia kwenye oxidative stress. Kitu kingine, vitu vingine ni vidogo sana, ni sumu ambazo tunazipata katika vyakula, tunaita heavy metals, zinaweza zikamhatarisha pia msongo wa mawazo wa kudumu. Msongo wa mawazo wa kudumu pia unamhatarisha mtu kugain uzito, na pia unamhatarisha mtu kupata kisukari katika umri mdogo. Vitu vingine ni kwamba ni kutokuwa active na mazoezi. Yani wewe unakuwa na lishe mbovu, halafu at the same time haufanyi mazoezi. Ni bora basi kama wewe unajiona kwamba unakosa muda wa kufanya mazoezi, hakikisha kwamba unakuwa makini kuzingatia lishe bora ili usipate kisukari katika umri mdogo.
katika umri mdogo. Kwa watu wengi unakuta kwamba lishe ni mbovu, halafu hana muda wa kufanya mazoezi. Unakuta kwamba unauhatarisha mwili wako kwa kiwango kikubwa sana kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo hizo ni nadharia, lakini pia mimi nilikuwa ninasema kwamba endapo ukiwa unahujumu vyakula vya sukari na wanga, halafu wewe wenu mko hatarini kupata ugonjwa wa kisukari, halafu ukawa unakula idadi mingi ya milo. Yaani unajua vyakula vya sukari na wanga huwa vinakufanya upate njaa kila baada ya masaa 2 na 3.